Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa, kubwa kabisa likiwa ni vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, Irani akipigana na Israel pamoja na Marekani. Taarifa inaeleza kwamba mkuu wa usalama nchini Iran, Ali Larijani, ametoa ujumbe mkali kwa mataifa ya Kiislamu akihoji wazi msimamo wao katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Kupitia kauli yake, Larijani amesema Irani itaendelea kusimama imara katika mapambano yake dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Ameeleza kutoridhishwa na kile alichokiita ukosefu wa msaada kutoka kwa nchi nyingi za Kiislamu, akidai baadhi yao hata zimeichukulia Irani kama adui. Kwa mujibu wa Larijani, hatua hiyo inatokana na mashambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na maslahi ya Marekani na Israel yaliyopo ndani ya mataifa hayo. Hata hivyo, Irani imeendelea kusisitiza kuwa inalenga maslahi ya Marekani pekee katika eneo la Mashariki ya Kati. Licha ya msimamo huo, taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi ya droni na makombora yameathiri pia maeneo ya raia, ikiwemo hoteli na miundombinu ya nishati katika ukanda wa Ghuba. Larijani amesisitiza kuwa Irani haiwezi kukaa kimya huku vituo vya kijeshi vya Marekani vikiendelea kuwepo katika nchi jirani. Katika kauli yake kali zaidi, amesema mzozo wa sasa ni kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Irani pamoja na kile alichokiita nguvu za upinzani kwa upande mwingine. Swali ni moja, mko upande gani? Amehoji Larijani. Aidha, ametaka Umoja wa Mataifa ya Kiislamu, akisisitiza kuwa Irani haina nia ya kutawala eneo hilo. Akihitimisha, Larijani amedai kuwa Marekani haina uaminifu kwa washirika wake na kuitaja Israel kama adui wa mataifa hayo. Ni moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo kwa jioni ya leo inazungumziwa na vyombo vingi vya habari, hasa Mashariki ya Kati, kwani mkuu wa usalama nchini Iran, Ali Larijani, amezihoji nchi za Kiislamu kwamba mko upande gani kwenye vita hivi, kwa sababu amekuwa akiona labda kuna usaliti mkubwa ambao unafanyika dhidi ya Irani kutoka katika mataifa hayo ya eneo lote la Ghuba Mashariki ya Kati, kwa sababu vita hivi vinapiganwa, lakini Irani analazimika kuweza kuzishambulia nchi za Ghuba na kushambulia malengo ya Marekani katika nchi hizo, kitu ambacho ameita kabla ya Irani kuweza kuchukua hatua kuweza kufanya mashambulizi, basi wangeweza kulizuia hilo kwa kuzuia ushirika wao na taifa la Marekani. Hivyo ambavyo kwa hivi sasa anaona vita vinazidi kuendelea, lakini bado usaliti unakuwa mkubwa sana katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati katika nchi hizo za Kiislamu. Hivyo ametaka pia umoja katika nchi hizo ziweze kuungana ili basi kuweza kudumisha amani katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, na Irani imeeleza wazi kwamba hawahitaji kuweza kutawala eneo hilo, na ameishitumu Israel kwa kutaka kuvuruga amani ya eneo hilo na kutaka kuweza kutawala eneo lote la Mashariki ya Kati. Nitakuletea mtazamaji uchambuzi wa kina kuhusiana na taarifa hii ya mkuu wa usalama nchini Iran, Ali Larijani, ambaye amezihoji jioni ya leo nchi au mataifa ya Kiislamu yako upande gani. Naomba maoni yako kwenye uwanja wa comment mtazamaji, lakini mwisho wa siku basi kama bado hujaweza kusubscribe, ni kuombe kwa unyenyekevu kabisa uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.